Habari za wakati huu mtazamaji wa Channel 10 Plus, karibu katika habari za usiku. Mimi ni Philipina Ndwata. Niko tayari kukuangazia habari za kutwa nzima ya leo. Michezo na burudani utaungana naye hapo baadaye Lulu Ali. Mtazamaji karibu. Taifa la Kenya linaomboleza kifo cha aliyewahi kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Raila Amolo Odinga, mwamba wa siasa na nembo ya demokrasia, alifariki dunia hii leo Jumatano huko Kerala nchini India akiwa na umri wa miaka 80. Kwa mujibu wa taarifa za uongozi wa hospitali hiyo ya nchini India, Odinga alipoteza fahamu wakati wa matembezi ya asubuhi katika eneo la kituo cha tiba asilia Ayurveda kilichopo Kuthatukulamu katika wilaya ya Ernakulam katikati ya mji wa Kerala alipokuwa anatibiwa. Mwili wake Raila umehifadhiwa katika hospitali binafsi mjini Kochi chini ya ulinzi wa polisi, huku maandalizi ya diplomasia na kifamilia ya kusafirisha mwili wake kurejeshwa nchini Kenya yakiendelea licha ya juhudi za haraka za madaktari. Alitangazwa kufariki dunia saa 9:52 alfajiri kwa saa za India kutokana na mshtuko wa moyo. Tangazo la kifo cha Odinga limeitumbukiza Kenya katika majonzi makubwa, huku salamu za rambirambi zikimiminika kutoka pande zote za kisiasa na jumuiya ya kimataifa. Akiwa anajulikana kwa jina la Upendo Baba lenye maana ya baba wa taifa, Raila Odinga alionekana kama moyo wa mapambano ya Kenya kwa ajili ya haki, vyama vingi na mageuzi ya kisiasa. Mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kuinadi ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, ambapo leo amefanya kampeni za uchaguzi katika wilaya za Muleba na Karagwe mkoani Kagera. Katika mikutano hiyo iliyohudhuriwa na maelfu ya wafuasi wa Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla, Dr. Samia ameendelea kutoa ahadi mbalimbali endapo atachaguliwa kuongoza kwa kipindi kingine, zikiwemo kuendelea kwa shughuli zingine za kijamii na wananchi kuweza kupata maendeleo makubwa zaidi. Tupate taarifa zaidi. Ni kampeni za uchaguzi kwa Chama cha Mapinduzi CCM kupitia mgombea wake kiti cha urais Daktari Samia Suluhu Hassan zikiendelea kutikisa kwa kishindo katika mikoa mbalimbali, ikiwa zimesalia takribani wiki 2 kuelekea uchaguzi mkuu. Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa ahadi hizo akiwa mkoani Kagera alipofanya mikutano katika wilaya 3 za mkoa huo ambazo ni Muleba, Misenyi pamoja na Karagwe, ambapo amesema uwepo wa uwanja huo wa ndege wa kisasa wilayani Misenyi utaleta fursa za utalii, biashara na kukuza sera za kilimo biashara kwa mazao mbalimbali ndani ya wilaya hiyo. Mkoa huu wa Kagera tunazungumzia kiwanja cha ndege ambao ni nyenzo muhimu kwenye usafiri na usafirishaji, sio tu kwenye kupeleka biashara na kurudisha, lakini pia kwenye utalii. Viwanja vya ndege vinakuza utalii. Kwa hiyo kwa mkoa huu tuna kiwanja kimoja pale Bukoba ambacho ni kidogo. Ilani hii tunayoinadi sasa imetuelekeza kujenga kiwanja cha pili ndani ya mkoa huu. Aidha, akiwa katika mji wa Kiaka ulioko wilaya ya Misenyi mkoani Kagera, Daktari Samia Suluhu Hassan ameuelezea mji huo uliobeba historia kubwa katika ulinzi wa uhuru na mipaka ya Tanzania kupitia vita vya Kagera kama ni alama ya uwezo wa Tanzania kujilinda na kuahidi kudumisha umoja, uhuru na amani ya nchi. Kiaka ni alama ya uwezo wa Tanzania kujilinda na kwamba hakuna kizuizi cha kijiografia kinachoweza kutuzuia katika mapambano. Kiaka oye! Vile vile ni alama ya uwezo wetu wa Tanzania wa kuinuka na kujenga upya. Walitubomolea daraja lakini tukainuka na kujenga upya. Na hiyo ndiyo falsafa inayofanya kazi awamu hii ya 6. Naye aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema kanda ya Ziwa Victoria Ezekiel Wenje, ambaye siku chache zilizopita alitangaza kukihama chama hicho
na kujiunga CCM. Amemwelezea Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa ni kiongozi mchapakazi anayetekeleza ahadi kwa vitendo, huku pia akiwaasa Watanzania kutoshiriki kwenye maandamano ya kuvunja amani ya nchi. Tuliomba namna gani wapatikane wale viongozi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Sheria inarekebishwa kwamba sasa kuna kamati ya usaili inayomshauri rais, watu independent kabisa. Lakini pamoja na haya, ndio nataka Watanzania mjue kwenu, pamoja na haya sisi tulikataa kushiriki uchaguzi kwa hiari yetu, kwa uoga wetu, kwa kuogopa ushindani, tukaweka mpira kwa pani, tukakimbia. Leo mkoa wa Kagera ni salama, mipaka yetu ni salama, ujirani mwema tunauendeleza, na hilo linakuwa ni chachu ya maendeleo ya kiuchumi katika mkoa wetu. Ndani ya kipindi cha miaka minne ambapo wakiwa madarakani amekuta sisi katika jimbo la Ngara tukiwa tuna shida mbalimbali, na akaweza kutupa shilingi bilioni 81 kwa ajili ya kwenda kutekeleza miradi mbalimbali katika jimbo la Ngara ili liweze kuondoa changamoto zetu. Niwaombe vijana wa Tanzania, msikubali kuingia kwenye mkumbo huo. Tunawapenda, tuendelee kuungana na mgombea wetu wa urais. Mtazamaji wa Channel 10, tunazungumza na viongozi wa dini. Kwa upande wao, na wao wanatoa maoni yao kuhusiana na swala zima la amani. Inabidi tuendeleze amani hii mpaka na sisi turisishe amani iwe historia ya vizazi hadi vizazi. Ninawaombeni Watanzania wenzangu, tuwe na umoja, mshikamano na tumsapoti rais wetu. Nikiripoti kutoka katika mkoa huu wa Kagera, mimi ni Kisa Mwaipiana wa Channel 10. Watumishi wa umma na sekta binafsi mkoani Mbeya wametakiwa kutoa taarifa kwenye mamlaka mbalimbali ikiwemo ofisi ya mkuu wa mkoa ama mkuu wa wilaya endapo watabainika uwepo wa waajiri wasiopeleka michango yao kwenye mfumo wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF. Tupate taarifa zaidi. Wito huo umetolewa na mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa wakati akikabidhi majiko ya gesi kwa baba na mama lishe yaliyotolewa na NSSF, ambapo amesema ukimya wa baadhi ya watumishi unachangia waajiri kutopeleka michango yao kwenye mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF, hali ambayo inaibua malalamiko, huku mkurugenzi mkuu wa NSSF Masha Mshomba akaeleza mfuko huo ulivyokuwa kwa zaidi ya 100%. Na pia ni waombe wafanyakazi, kama ukigundua mwajiri wako hapeleki michango, wewe leta taarifa. Ukiogopa kupeleka NSSF, njoo kwa ofisi ya mkuu wa wilaya, njoo kwa mkuu wa mkoa, tupe taarifa. Sisi tutashirikiana nao kuhakikisha wanatita kwa hili, na ukimya wetu pia sisi watumishi ndiyo kifo chetu. Mwezi Machi mwaka 2021 tulikuwa na thamani ya shilingi za Kitanzania trilioni 4.8, lakini hadi kufikia mwezi Juni mwaka huu kwa mujibu wa hesabu ambazo zinaendelea kukaguliwa, tuna thamani ya trilioni 9, zaidi ya trilioni 9.9. Sasa hiyo ni ukuaji wa zaidi ya 106%. Baadhi ya wanachama wa NSSF wameeleza namna ambavyo wamenufaika na mfuko huo na kuwataka watu wengine kujiunga kwa kuwa yapo mabadiliko ambayo yanaendelea kutokea ili kufanya kila mwanachama aweze kuchangia kulingana na uwezo wake wa kipato. Chagui NSSF inatibu kila mtu, nufaika na NSSF. Akina mama wenzangu, hamjachelewa. Wauza mboga mboga, hamjachelewa. Tunawaomba nendeni mkajiunge. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha ACT Wazalendo Othmani Masudi Othmani amehutubia wakazi wa jimbo la Kiwani, wilaya ya Mkoani Pemba, na kusisitiza ahadi zake za kuimarisha ajira, elimu bora na kilimo cha kisasa endapo atachaguliwa, huku akiwapa wakazi matumaini ya maendeleo endelevu na haki kwa wastaafu. Taarifa zaidi na Masanja Mabura.
Mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha ACT Wazalendo, Othmani Masudi Othman, anasema kuwa vijana wengi wanakosa fursa za ajira, hivyo serikali yake itaanzisha miradi ambayo itakuza ajira hasa kupitia sekta ya kilimo na ufugaji. Sisi tutahakikisha anayefuga tunampatia maarifa, tunampatia mbegu bora, tunampatia madaktari wa mifugo ili aweze kufuga, ufugaji wake uwe na tija. Hiyo ndio kazi ya serikali. Kazi yetu ni kuwawezesha, na hilo tutalifanya na watu wa Mwanza, watu wa Kiwani. Mgombea huyo wa urais wa Zanzibar kupitia chama cha ACT Wazalendo ameeleza umuhimu madrasa katika kuendeleza elimu ya dini na malezi ya maadili kwa watoto, na kwamba serikali yake itahakikisha madrasa zinapata msaada wa kifedha na vifaa vinavyohitajika. Sisi mfumo wa madrasa tutauchukua na tutauweka kama ni sehemu ya makuzi ya watoto chini ya usimamizi wa serikali. Na walimu wa madrasa watakuwa na mfumo maalumu wa mafunzo yao ya taaluma zao, na kwa sababu tunakwenda kuanzisha mfuko wa zaka, sisi tumeufanyia tathmini. Una uwezo wa kumlipa mwalimu wa madrasa mshahara kama mfanyakazi wa serikali. Katika mkutano huu, mgombea huyo wa urais wa Zanzibar amesisitiza wananchi umuhimu wa umoja na mshikamano, huku akielezea amani yake kwamba uchaguzi ujao utakuwa amani, huru na wa haki. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Katibu Mkuu Wizara ya Madini Mhandisi Yahya Samamba ameitaka Tume ya Madini kuiongezea thamani sekta hiyo kwa kuhakikisha kunakuwa na ongezeko la viwanda vya kuchakata madini pamoja na kuweka mazingira rafiki kwa wawekezaji. Taarifa zaidi na Raya Kipingu. Ni katika kikao kazi cha Tume ya Madini cha robo ya kwanza kinachofanyika jijini Tanga, ambapo Katibu Mkuu Wizara ya Madini Injinia Yahya Samamba anaeleza mchango wa sekta hiyo ambayo inaendelea kukua kutokana na umuhimu wake. Katika bidhaa zote zilizouzwa nje nchi, sisi tumechangia 25%. Nafikia point tunaweza kuchangia 50 kwa 50. Yaani other sectors tukawaachia 50 wapambane huko, sisi 50% ya bidhaa zote zinazouzwa nje ya nchi kuja nchini kwetu kuleta fedha zile, sisi tutakuwa tunafanya hivyo. Kwa hiyo niwapongezeni sana, lakini tuendelee kulisimamia hilo ili tuweze kupanga mafanikio zaidi. Akieleza mafanikio yatokanayo na ongezeko la makusanyo, mwenyekiti wa Tume ya Madini Janet Lekashindu akawasisitiza watendaji kuongeza ari ya utendaji kazi ili kufanikisha usimamizi imara wa maeneo ya uchimbaji. Katika kipindi cha robo ya kwanza ya mwaka huu wa fedha, Tume ya Madini imekusanya jumla ya bilioni 315.4 sawa na 105.13. Tuzidi kuwa wabunifu ili mchango wa sekta ya madini kwenye uchumi uzidi kukua na kufikia lengo la makusanyo ya mwaka wa fedha 2025/26 la shilingi trilioni 1.2. Tumepata watumishi wapya 44 ambao tutawasambaza katika ofisi zetu zote za madini mikoani kuhakikisha kwamba wanatekeleza majukumu 22 ya Tume ya Madini. Tutajitahidi kuhakikisha kwamba tunawarithisha ile culture ya Tume ya Madini na kuhakikisha kwamba wawe watumishi bora. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Shukrani Raya Kipingu kutokea huko mkoani Tanga. Marekani imewataka wadau wote nchini Madagascar kutafuta suluhisho la amani linaloheshimu katiba baada ya kikosi maalum cha jeshi CAPSAT kutoa madaraka nchini humo. Kikosi hicho kilitangaza kimeidhibiti nchi hiyo ya kisiwa cha Bahari ya Hindi baada ya wabunge kupiga kura kumwondoa madarakani Rais Andrei Rajoelina. Hatua hiyo inakuja kufuatia wiki kadhaa ya maandamano ya kuipinga serikali ya Madagascar yaliyochochewa na ghadhabu za wananchi
kuhusiana na uhaba wa umeme na maji. Kulingana na sheria ya Marekani, serikali ya Washington inatakiwa ikatishe msaada kwa nchi iliyoshuhudia mapinduzi ya kijeshi, ingawa tayari utawala wa Rais Donald Trump ulisitisha msaada wa Marekani kote ulimwenguni. Kwa mujibu wa data rasmi, Marekani iliipa Madagascar msaada wa kiasi cha dola milioni 32 katika mwaka wa fedha uliokamilika mwezi uliopita, kiwango kikubwa kikitengewa sekta ya afya. Vijana wa mkoa wa Mtwara, wengi wao wakiwa wanajihusisha na shughuli za usafirishaji abiria kwa kupitia pikipiki na bajaji, wameelezea kuwa hawako tayari kuandamana siku ya uchaguzi mkuu hapa nchini, huku akikumbushia madhara ya vurugu za maandamano walioyapata wakati wa maandamano ya gesi asilia mwaka 2013 ambapo walipoteza mali pamoja na kudorora kwa huduma za kijamii na kiuchumi. Mwandishi wetu Adam Malima ana undani wa taarifa hii. Mwaka 2013 wakazi wa mkoa wa Mtwara walishuhudia athari kubwa za uvunjifu wa amani kwa kudai haki bila kutimiza wajibu na taratibu za kudai haki. Mwaka huu 2025, wakati baadhi ya watu wakihamasisha Watanzania kuandamana siku ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, wakazi wa mkoa wa Mtwara, wengi wao wakiwa vijana waendesha bodaboda na bajaji, wanasema maandamano yanayokiuka sheria yanaathiri shughuli za maendeleo ya watu, huduma muhimu za jamii na kudidimiza uchumi. Hivyo, kama vijana ambao ni nguvu kazi na wanaoshawishiwa, wanasema hawako tayari kuona maendeleo makubwa ya nchi yakiharibiwa. Vijana tumeshawahi kushiriki kwenye vitendo ambavyo vilivunja amani mkoani Mtwara. Hivyo, vijana mkoani Mtwara tunajiahidi mabadiliko ya hali ya juu. Hatutoshiriki kwenye vitendo vya aina yoyote ambavyo vitachochea vurugu na kusababisha amani kutoweka katika mkoa wetu wa Mtwara mjini. Kijana, stuka. Amani ya nchi yako ni muhimu sana kuliko kitu chochote. Tusiyatamani au kuyataka tusiyoyaweza. Tuendelee kushikamana, tuendelee kuheshimu mamlaka zinazotuongoza ili tuweze kuendelea kufanya shughuli zetu za kila siku. Tunawasihi vijana wenzetu wasiwe wao chachu ya kuhamasisha watu wengine kuandamana. Athari za maandamano yasiyofuata sheria za nchi huathiri zaidi makundi makubwa ya wananchi ambayo ni wazee, kina mama, watoto na watu wenye ulemavu. Naamini wengi sana vijana kama walikuwepo 2013 kwa mkoa wa Mtwara waliona kilichotukuta. Wengi sana tukutoka ndani, tulikuwa tumekaa tu ambavyo chakula hakuna, maji tulikaa kama siku 4 au 5 hivi ambazo hatukutoka kabisa nje. Hiyo ilikuwa athari kubwa sana kwa watu wengi, wanawake, watoto na vijana na watu wenye ulemavu. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Mgombea urais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi ameahidi kuondoa ushuru wa vifaa saidizi kwa ajili ya matumizi ya watu wenye ulemavu, jambo ambalo litafanya kundi hilo kuondokana na utegemezi wa misaada ya vifaa hivyo na kuchochea ushiriki wao kwenye harakati za maendeleo. Dr. Hussein Ali Mwinyi, mgombea wa rais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ameitoa kauli hiyo wakati akizungumza na makundi mbalimbali ya watu wenye ulemavu. Taendelea kuweka mkazo wa kuangalia mahitaji maalumu ya wanafunzi wenye ulemavu katika vyuo vyetu hivyo vya amali. Lakini kwenye eneo jingine la upatikanaji wa vifaa saidizi kwa watu wenye ulemavu, serikali itaendelea kuwasaidia watu wenye ulemavu kupata vifaa hivi saidizi bila ya malipo, lakini vile vile kwa wale ambao wanauza katika maduka binafsi, serikali itaondoa ushuru ili bei zishuke. Kuhusu eneo la ajira, Dr. Mwinyi anasema katika serikali yake vyombo vya kutunga sheria, kundi hilo litapewa kipaumbele. Tutapokuwa tunaajiri, tutatoa mazingatio maalumu kwa watu wenye ulemavu. Lakini hata kwa nafasi za uongozi ambazo mimi nateua,
basi nitahakikisha watu wenye ulemavu kundi lao linakuwa kubwa zaidi. Halikadhalika, mgombea huyo wa rais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi aligusia suala la uwezeshaji eneo la mikopo na vitendea kazi. Lazima katika kila eneo, iwe masoko, iwe maduka, iwe sehemu yoyote ile ya ujasiriamali, tutahakikisha kuna mgao maalumu kwa watu wenye ulemavu. Mapema mbele ya mgombea huyo, changamoto, mahitaji na pongezi katika miundombinu ya elimu ziliwasilishwa kwa waliopata nafasi ya kumzungumzia Dr. Hussein Ali Mwinyi katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM ya 2020-2025. Wewe mwenyewe ulizungumza, tulikuwa tunafuatilia vizuri kwamba tunatarajia tutajengewa hospitali nyingine za rufaa kama 2. Sasa hapa tunachozungumza watu wenye ulemavu kwamba na sisi watu wenye ulemavu tunataka kituo cha kitaifa cha marekebisho kwa watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar katika awamu hii ya 8 tukapata mkopo wa bajaji 2 kupitia mfuko wa COVID-19. Kuruhusu kufunguliwa kwa kivuko cha Rafah siku ya leo ili kuwezesha misaada zaidi ya kibinadamu kuingizwa katika ukanda wa Gaza. Hatua hii ni sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani. Takribani malori 600 yaliyosheheni msaada wa chakula, dawa pamoja na vifaa vinavyohitajika kukarabati miundombinu iliyoharibiwa na vita yanatarajiwa kuruhusiwa kuingia Gaza. Siku ya Jumanne, Israeli ilitishia kukifunga kivuko hicho muhimu cha Rafah kinachopakana na nchi ya Misri baada ya kudai kuwa Hamas ilishindwa kuheshimu makubaliano hayo kwa kutowakabidhi miili ya mateka waliosalia. Lakini baadaye Hamas walikabidhi miili ya mateka hao 4. Mashirika ya misaada yametoa wito wa kuongeza mtiririko wa misaada huko Gaza, wakisema kuwa mahitaji ni makubwa mno. Mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Wakulima Tanzania AAFP, Ngunje Ngombale Mwiru, amesema endapo atachaguliwa kuwa rais katika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu tarehe 29, atatoa trekta kwa kila kaya 10 za wakulima, ikiwa ni mkakati wa kukifanya kilimo kuwa chanzo kikuu cha uchumi wa taifa. Taarifa zaidi na Mrisho Sadiki. Akiwa kwenye mkutano wa kampeni katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro wilayani Geita, mgombea huyo Ngombale Mwiru amesema endapo atachaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atahakikisha na kipa kipaumbele kilimo kwa kuwezesha wakulima zana za kisasa. Kwa sababu nchi hii tunahitaji matajiri wanaotokana na kilimo. Nimewaahidi kila kijana wa aina yoyote kuanzia miaka 18 nitampa pawatila bure. Mimi nimetembea nchi nyingi jamani. Najua hivi vitu nitavitoa wapi. Watu wanawabana kwenye makodi mengi, mbwembwe nyingi. Katika hatua nyingine, Ngombale Mwiru amesema endapo atachaguliwa kuwa rais, atafuta utaratibu wa maiti kuchajiwa pesa hospitali. Yaani mnachukua mpaka hela za maiti. Hela ya yani mtu huyu kauza debe la mahindi, kauza debe la mpunga, la mbaazi. Leo mzalendo amefariki. Halafu wewe unamwagiza tena, unamwambia eti bwana kachukue kauze tena madebe ya mahindi uje ugomboe maiti. Nimeapa kutoka ndani ya moyo wangu. Sambamba na hayo, amesema ataboresha sekta ya elimu na afya kwa kuweka mazingira rafiki ya utoaji huduma kwa wananchi. Ndugu zangu, nawahakikishia shule zote za walimu, kwanza nitafunga internet kwa ajili ya mawasiliano. Eti mwalimu akitaka kumtafuta afisa elimu mpaka apande juu ya mti. Huko tulishatoka. Nchi yetu tajiri. Nitafunga shule zote internet. Nitaboresha mazingira mazuri na nyumba za kulala walimu kuanzia tarehe 29. Kutoka Geita,
Mimi ni Mrisho Sadik. Serikali imeitaka bodi ya usajili wa wabunifu majengo na wakadiriaji majenzi AQRB kuhakikisha miradi yote ya umma inasimamiwa na wataalamu waliothibitishwa ili kulinda ubora na usalama wa majengo. Taarifa kamili na Novatus Makunga. Maelekezo hayo ya serikali yanatolewa na naibu katibu mkuu ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Mhandisi Rogatus Mativila, wakati anafungua mkutano wa mwaka wa bodi ya usajili wa wabunifu majengo na wakadiriaji majenzi AQRB unaofanyika hapa jijini Arusha. Huu ni mwaka wa kutafakari misingi ya uongozi, uadilifu na uwajibikaji. Kama wataalamu, tuendelee kuwa mfano wa uadilifu katika taaluma zetu, tukiunga mkono jitihada za serikali katika kujenga Tanzania mpya yenye uwazi, nidhamu na maendeleo endelevu. Natoa wito kwa wataalamu wote wa ubunifu majengo na ukadiriaji majenzi, muendelee kuwa kioo cha ubora na nidhamu. Msikubali taaluma zenu kupoteza heshima kwa tamaa ya fedha au mihemuko ya kisiasa. Kwa upande wake, kaimu msajili wa bodi ya usajili wa ubunifu majengo na ukadiriaji majenzi AQRB, Dr. Daniel Gitu Matondo, ameeleza katika mwaka mmoja uliopita wameweza kukagua majengo zaidi ya 4,000 huku wakiwafikisha mahakamani wote waliokiuka taratibu pamoja na kufuta usajili kwa baadhi ya makampuni. Bodi imefanikiwa kufanya ukaguzi wa majengo na majenzi yaliyosajiliwa awali na ambayo yanaanza kwa sasa kujengwa katika kipindi hiki yapatayo 4,598, na pia imesajili miradi 1,276 iliyokidhi mahitaji ya kisheria, ambapo pia waendelezaji zaidi ya 103 wamefikishwa mahakamani kwa kushindwa kufuata taratibu za kisheria. Naye mwakilishi wa wakala wa majengo ya serikali TBA, ambaye pia ni msanifu wa majengo, Godfrey Mwakabole, ametaka kuangaliwa upya kwa mgongano wa sheria inayowataka wasajiliwe na Baraza la Sanaa la Taifa, yani BASATA. Aligusia pia mwingiliano wa sheria mbalimbali za nchi, ikiwemo sasa hivi wataalamu wetu, nikiwemo mimi mwenyewe kama architect natakiwa nikasajiliwe tena na BASATA wakati mimi sio msanii wa vipaji vingine. Kwa hivi nadhani katika hilo mheshimiwa mgeni rasmi, nadhani ni sheria zetu za nchi, lakini pia nadhani tunaweza tukaziweka vizuri, na nafahamu kwamba bodi inafuatilia hilo. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Naam, shukrani Novatus Makunga kutokea huko jijini Arusha. Na mtazamaji, basi natamatisha habari sehemu ya kwanza, na sehemu inayofuata ni habari za michezo pamoja na burudani. Utaungana naye Lulu Ali muda si mrefu kwa kufahamisha mengi katika upande huo wa michezo pamoja na burudani. Ulikuwa nami Filipina Ndwata, na tuende mapumziko mafupi, tukirejea utaungana naye Lulu Ali.